ambapo Israel imekuwa taifa la kwanza kama unavyofahamu ambalo ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa kuitambua Somaliland kama nchi huru, ambapo mkutano maalum wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani sana kitendo cha Israel na kutaka uamuzi huo ufutwe mara moja. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Somalia imebainisha kuwa itachukua hatua zote zinazofaa za kidiplomasia na kisheria ili kulinda mamlaka yake, umoja wa kitaifa na uadilifu wa eneo lake. Maria Okote anatusimulia zaidi. Mvutano wa miaka 34 wa kuitambua Somaliland kama taifa huru umechukua sura mpya baada ya Israel kutangaza mwishoni wa mwezi Disemba kuitambua rasmi Somaliland kama nchi huru. Hatua hiyo inaifanya Israel kuwa taifa la kwanza duniani kuchukua uamuzi huo, jambo lilozua mjadala mpana. Zaidi ya nchi 20, nyingi zikiwa za Mashariki ya Kati na Afrika, pamoja na wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Nchi za Kiislamu, zimepinga vikali hatua hiyo ya Israel. Uamuzi unatajwa kutikisa misingi ya diplomasia barani Afrika, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likitarajiwa kukutana hivi karibuni kujadili mustakabali wa Somalia. Kwanza, hakuna uhusiano rasmi kati ya Somalia na Israel. Hatua Israel ambayo ilichukua ni hatua ambayo inaweza kuleta utata wa kiusalama katika ukanda huu wa Afrika, wa pembe ya Afrika na pia Ghuba ya Aden. Kwa hivyo ni hali ambayo tunaona kwamba ni ya uchochezi na ni hali ambayo ilikiuka uhuru wa Somalia. Kwa hivyo ni jambo ambalo tumesema wazi kwamba hatutakubali hali kama hii itokee, hatutakubali Somalia kugawanyika, na kama kuna matatizo yoyote kati ya Wasomali, ni Wasomali wenyewe ambao wanaweza kutatua matatizo yao kulingana na katiba tulionayo na vipengele vingine ambavyo vipo katika taasisi zetu za kitaifa. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amesema Somaliland ilikubali masharti matatu kutoka Israel ili itambuliwe kama dola huru. Kwa mujibu wa rais huyo, masharti hayo ni kupokea wakimbizi wa Palestina, kuruhusu kujengwa kwa kambi ya kijeshi ya Israel katika Ghuba ya Aden, pamoja na kujiunga na mkataba wa Abraham ili kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na Tel Aviv. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Somaliland imekanusha madai hayo, kisema masharti mawili ya kwanza si ya kweli. Imesisitiza kuwa makubaliano yaliyofikiwa yalikuwa kidiplomasia pekee. Kupitia mtandao wa X, wizara hiyo imesema madai yanayotolewa na Somalia yanalenga kuipotosha jumuiya ya kimataifa na kuhujumu mchakato wa kidiplomasia wa Somaliland. Waziri wa habari wa Somalia, Daud Awais, kwa upande wake amesisitiza kuwa serikali ya Somalia haitakubali kamwe kugawanywa kwa ardhi yake. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wana maoni tofauti. Wengi wao wanasema kuwa muungano kati ya Israel na Somaliland utanufaisha zaidi Israel, hasa katika mkakati wake wa kiusalama na kijiografia katika eneo la pembe ya Afrika na udhibiti wa njia kuu za bahari. Umoja wa Afrika pamoja na mataifa mbalimbali duniani yameendelea kulani hatua ya Israel, yakisisitiza kuwa Somaliland inasalia kuwa sehemu ya Jamhuri ya Shirikisho la Somalia. Kwa miaka mingi, Somalia imekuwa ikisisitiza kuwa Somaliland ni sehemu isiyotenganishwa na ardhi yake na kwamba hatua yote ya kuitambua inakiuka sheria za kimataifa kuhusu uhuru na mipaka ya mataifa. Mbali na Somalia, China pia imepinga vikali uamuzi wa Israel wa kuitambua Somaliland kama taifa huru, ikisisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru na mipaka ya Somalia. Katika mkutano maalum wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika uliofanyika Januari 6, 2026, uamuzi wa Israel wa kuitambua Somaliland ulilaniwa vikali, huku wito ukitolewa uamuzi huo ufutwe mara moja. Hata hivyo, uamuzi wa Israel umeungwa mkono na Marekani, ingawa Umoja wa Ulaya umesisitiza mamlaka na uhuru wa Somalia vinapaswa kuheshimiwa. Somaliland ilijitangazia uhuru kutoka kwa Somalia mwaka 1991. Licha ya kuwa na serikali, sarafu na mifumo yake ya kiutawala, Somaliland haijawahi kutambuliwa rasmi na taifa lolote duniani isipokuwa Israel. Maria Okotia, Kasri la Kikeke, Crown Media. Sasa na Maria, ndani ya studio tuko na Lugete hapa. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na historia za Afrika. Karibu sana Lugete. Na mara yako kwanza unakuja kwa mwaka huu, sio? Heri mwaka mpya boss. Hapo nilikuwa nimesafiri. Karibu tena. Ulienda kijijini? Nchi mbalimbali duniani kuzunguka. Basi ndio maana wewe ni mchambuzi mzuri. Maana yake unaenda unatizama mambo. Unasafiri, unarudi. Mambo kwa ushahidi. Haukwenda Somaliland? Hapana. Sijakwenda. Lakini mipango ipo.
Mipango hapana, nitaenda Djibouti ndo salama zaidi. Karibu sana bwana. Sasa hili swala limezua mjadala mmoja mkubwa sana na watu wengi wanajiuliza, Somaliland tangu Siad Barre alivyoondoka na Somalia ikaparaganyika na Somaliland ikajitangazia uhuru wake, miaka 20 na ushe imekaa, imefanya uchaguzi wake na sarafu yake na kufanya kila kitu chake, lakini hakuna taifa linatambua. Kwa nini imezua gumzo ya Israel kwenda kutambua? Unajua kuna eneo linaloitwa Bab el Mandeb. Bab el Mandeb ni sehemu ya kimkakati finyu ambayo inaunganisha kati ya bahari Nyekundu, Red Sea, pamoja na Gulf of Aden, pamoja na bahari ya Hindi. Kwa meli zote za mizigo zinazotoka Ulaya na sehemu zingine zinapita pale, zinakuja kwetu na sehemu zingine. Kwa hiyo kwa miaka mingi mataifa mbalimbali yamejaribu kuweka ushawishi wake kijeshi na kimkakati ukanda wa pembe ya Afrika ili kuweza kuimulika Yemen. Ukiangalia pale kuna nchi inaitwa Djibouti. Djibouti peke yake kuna nchi 7 zina kambi za jeshi. Marekani ana kambi ya jeshi Djibouti, China, Uturuki, Italia, Korea Kusini na Japani. Kwa hiyo sasa Israeli hana mpaka na Yemen. Na lengo la Israeli ni kuwabana wanamgambo wa Houthi, wale wakina Badreddin Hussein al-Houthi ambao wametawala Yemen kwa miaka mingi na waliweza kumfukuza rais wa Yemen Mansour al-Hadi, wakamfukuza akakimbia mpaka Saudi Arabia. Mpaka Saudi Arabia inapeleka majeshi Yemen na jaribu kumlinda kiongozi wake kwa kile kinachoita anawalinda Wasuni waloko Yemen dhidi ya Washia ambao na Wahouthi ndio wengi. Kwa sasa Israeli kuitambua Somaliland kuna sababu kama 4. Moja ni ya kiusalama na kimkakati, kuweza kuwadhibiti wanamgambo wa Houthi ambao hawa wanamgambo wa Houthi wanatawala Yemen na hawaungani, wako tofauti na Israeli. Lakini hawa wanamgambo wa Houthi pia kwa miaka mingi wamekuwa wakidhibiti ule mlango bahari finyo Bab el Mandeb pale katikati, ambapo meli nyingi zinazotoka Ulaya na maeneo mengine zinapokuja huku kwetu zinapita pale Bab el Mandeb, Suez Canal, Bab el Mandeb, Gulf of Aden na kuja na huku kwetu. Kwa hiyo kuna wakati wanamgambo wa Houthi walifunga lile eneo. Kwa ili Israel aweze kuwashambulia na kuwadhibiti wanamgambo wa Houthi pale, ni lazima aje upande wa Somaliland, kwa sababu ni kama kutoka hapa kwenda Zanzibar au kutoka Mwanza kwenda Ukerewe. Kwa hiyo atakuwa anawaona vizuri kwa sababu hakuna mpaka kati ya Yemen na Israel. Lakini pia Israel ameshafunga mpaka, ameshazuia network ya wanamgambo wa Houthi kutoka Yemen kuja Syria, kwa sababu Syria ameshafanya regime change, amekabidhiwa kiongozi wa Al-Qaeda Hassan al-Sharaa ambao anamuita Mohammed Abu al-Jurani. Kwa kutoka hapo sasa Israel ameshakatakata matawi yote ya Urusi na Iran. Kwa anachokitaka ni kuitafuta Somaliland, ajenge military base kubwa ya majini pamoja na ya anga ili aweze kuwatandika wanamgambo wa Houthi na kuwaondoa kwenye Bab el Mandeb ile huba pale, ili meli zinazopita pale ziwe chini ya control Israel, aweze kuchukua posho na kodi pale. Swali langu mimi ni kwa nini sasa? Kwa sababu mzozo wa Yemen umekuwa kwa muda mrefu sana. Kwa nini sasa? Kwa nini Israel imeamua kuibuka sasa hivi na kuitambua? Somaliland imekuwa pale huru kwa miaka 20 na kitu. Israel hawakuiona wakati ule mpaka leo ndio wamekuja kushtuka. Sasa wanasema two unrecognized state recognize each other. Israel ana pressure kubwa ya kutotambuliwa na maeneo na nchi mbalimbali kutokana na ukiukaji wa sheria za kimataifa. Sasa Israel kwa sasa hivi anatafuta kujitanua nje ya Mashariki ya Kati, na eneo la kimkakati nzuri ni kwetu huku pembe ya Afrika, huku Afrika ambayo hana ushawishi wa kiusalama. Hiyo ni sababu ya kwanza, lakini sababu ya pili, Israel anafanya kazi za Marekani za kujaribu kupunguza washindani wa Marekani ambao ni Urusi na China. Na Houthi inaonekana ina nguvu eneo la kusini ambao ndio inapakana na pembe ya Afrika, eneo la kusini ndio kuna kambi kubwa, na kwa kutokea kule Israeli na Syria sio rahisi kuwashambulia. The best way kuwashambulia ni kutokea huku baharini, huku upande wa pembe ya Afrika huku ambayo ni Somaliland, na Israel hana uwezo wa kwenda kuweka kambi ya jeshi Djibouti, kwa sababu Djibouti kuna mabwana mkubwa mapapa wamejaa pale, Uingereza, Marekani, sio China, sio wapi wamejaa pale. Kwa hiyo ameamua kutafuta nchi ambayo inatafuta kutambuliwa kwa nguvu, ambayo imekosa kutambulika, yeye ndo ameenda kuweka pale. Na kokote unapomwona Israel ametia mguu, nyuma yake kuna Marekani, NATO na nchi za Umoja wa Ulaya ambayo huwa hazitokezi waziwazi, lakini zina maslahi na eneo hili. Kitu ambacho kinanishangaza sana ni kwamba wakati Somaliland ikijitangazia uhuru wake, ikifanya uchaguzi wake, ikitengeza fedha zake, Mogadishu haisemi kwa ukali wowote, mpaka ilipofika kwamba Israel inasema na itambua, ndio ghafla na kusema kwamba bwana, hii iko katika shirikisho la Somalia. Ni kwa sababu
Kwanza baada ya turudi nyuma kwanza kwenye historia, itatusaidia kujenga msingi wa hoja. Unajua Somalia ilipata uhuru mwaka 60. Somalia ya Uingereza ambayo ndo Somaliland ndo kaskazini, na kuna Somalia ya Italy ndo kusini, ndo hawa Mogadishu. Baadaye akatokea bwana mmoja anaitwa Aden Abdullah Osman Daar, kiongozi wa kwanza wa Somalia, akawaunganisha kwa kilugha, wakaungana kutoka mwaka 60. Mwaka 67 ukafanyika uchaguzi, waziri mkuu wake Al Abdurrashid Shabarmeki akashinda uchaguzi. Mwaka 66 jeshi likamuua. Inasemekana ni mtandao wa bwana Mohamed Siad Barre Jahali, mbabi wa vita. Siad Barre akachukua nchi, kuchukua nchi Siad Barre ndio fitna ikaanzia. Umemuua ndugu yetu, umemuua ndugu yetu. Baadaye Siad Barre akaangushwa mwaka 91. Baada ya Siad Barre kuangushwa, Somaliland ikajitenga. Hakukuwa na kelele zozote kwa sababu wale wa kule ni ndugu kabisa, karibu wote watu wa Somaliland ni ndugu, karibu milioni 6 lakini wote ni ndugu, na hakukuwa na kelele zozote, na wale waliendelea kuwa na amani. Isipokuwa wale viongozi walikuwa wanachaguliwa Somaliland, kila wakienda Umoja wa Afrika kujaribu kutafuta kutambuka, Somalia anachukua ushawishi wake. Somalia, Ethiopia na ndugu wengine pale wa IGAD na wengine wanaenda pale wanaweka zuio. Kila wakienda kutambuka Umoja wa Ulaya wanawekewa zuio. Sasa kwa miaka mingi wanatafuta kujitoa kwenye makucha. Sasa Israel anaona opportunity kwamba ile Bab al-Mandeb imekuwa ni eneo la kimkakati kwa biashara, usafirishaji wa meli na opportunity nyingi. Akaona ni taifa gani hapa nikiingia ninaweza nikapata fursa haraka haraka. Ndio nikaja na hii theory, two unrecognized state do recognize each other. Akasema hapa eneo dhaifu hapa ni Somaliland, kwa sababu hawa wanataka kukubalika, na mimi sasa hivi Israel naogopeka dunia nzima. Kwa hiyo nikiwatambua hawa tu tayari nitakuwa nimewahakikishia security ya moja kwa moja. Inawezekana pia hatua hii imekuja baada ya mataifa ya magharibi hususan Ufaransa, Uingereza kutambua Palestina. Inawezekana, lakini hoja ni strategia na mambo ya ulinzi na usalama, kwamba kuna mkakati mkubwa wa kuangusha Wahuthi kabisa kuiondoa serikali ya Wahuthi na Yemen, either irudie katika hali yake iliyokuwa zamani au mpango wa kuigawa Yemen kati ya kaskazini na kusini kama ilivyokuwa mwaka 90 kabla Ali Saleh hajaiunganisha tena. Kitu kingine ambacho nashindwa kuelewa, tunaona Sudan na Sudan Kusini, dunia iliruhusu igawanyike. Kwa nini Somalia inakuwa mwiba? Kwa sababu kwanza kuna sababu za kiusalama. Wanasema kuwa na urafiki na Israeli ni hatari, kuwa na urafiki na Marekani kijeshi ni hatari, ila kuwa na uadui na Israel na Marekani ni hatari zaidi, huku ukitegemea msaada kutoka Urusi na China. Kwa hiyo sasa Somaliland yenyewe imeamua kufanya urafiki na Israel ili kupata ulinzi wa kudumu wa moja kwa moja dhidi ya chokochoko kutoka Somalia. Na kwa kuwa Somalia hana uwezo wa kupambana na Israel, ndio maana analalamika kupitia unga wa kidiplomasia na kutafuta kuungwa mkono. Hili swala litaishia wapi unafikiri? Ni kama Djibouti. Kama utakumbuka, Djibouti ilipata uhuru mwaka 1977 chini ya rais wake kwanza bwana Guled Abtidon. Ilipata uhuru mwaka 77, kulikuwa kuna uvamizi wa bahari, ubaharia. Djibouti ikapiga hesabu ikasema jamaa watatusumbua, ndugu zetu tunaofanana kila kitu. Kwa Djibouti ikasema, ikakaribisha, jamani mimi ni Djibouti, nipo kwenye eneo la kimkakati, yoyote anayetaka kuweka kambi ya jeshi aje, ili madi anipe hela na kunihakikishia ulinzi. Akaenda Marekani akanunua eneo, akaenda Uingereza, akaenda Ufaransa, Uturuki, Korea Kusini, Japani, manchi kama 8 ameweka military base. Toka mwaka 93 mpaka leo Djibouti ni sehemu salama. Kila nchi inatoa pesa, inawekea kambi kwa sababu ya kulinda lile eneo la pale, kutoka mfereji wa Suez mpaka Bab al-Mandeb mpaka Gulf of Aden mpaka kuja bahari ya Hindi. Kwa hiyo Djibouti iko salama. Kwa hiyo anachokihitaji Somaliland ni usalama wa moja kwa moja bila kujua viashiria vya kiusalama na migogoro itakayotokea baadaye. Yeye anachohitaji ni usalama wa moja kwa moja na kujiondoa kwenye makucha ya Somalia na watu wengine ambao wamemwekea uzibe wa kutotambulika kimataifa. Na Umoja wa Mataifa hawezi kufanya chochote kuzuia hilo. Wao tayari. Hapo shughuli imeshakusha. Ni kama eneo la Sahara Magharibi, nadhani unalijua, Jamhuri ya Saharawi. Kama ingekuwa ni eneo la kimkakati la kiusalama duniani, yani ni strategic point au ni choke point, wanasema ni eneo finyu nyembamba kwenye mstari wa kiusalama na ulinzi. Kama angetokea taifa kubwa likasema tunaitambua Jamhuri ya Sahara Magharibi, Morocco angekuwa kwenye joto kali la kisiasa. Lakini Morocco anatumia siasa zake, ushawishi wake na umaarufu wake kimataifa kuzuia mchakato
kwa watu wa Sahara Magharibi kutambulika kimataifa na kutengeneza taifa lao lenye nguvu. Hata ile movement ya Polisario imekufa. Kipindi kile tulikuwa tunaisupport Polisario na Mwalimu Nyerere na TANU, lakini tuliingia mgogoro na Morocco sababu ya kuisupport Polisario. Somalia wana vita nyingi, hususan Al-Shabaab. Somaliland ikiondoka, tunajua kuna eneo lingine la Puntland ambalo na lenyewe linatizama na kusema kwamba hao wenzetu wakitoka na sisi tunatoka. Ina maana Somalia inaweza ikaparaganyika. Sio Puntland. Kuna mpakani mwa Kenya na Somalia, eneo la Jubaland kina Las Kambona, na yenyewe inataka kujitenga. Unajua Puntland ni mpakani mwa Somalia kaskazini na Somalia kusini. Pale katikati ndio kuna Puntland. Na toka mwaka 99 Puntland ni jimbo linalojiendesha lenyewe na inataka kujitoa kwenye Somalia. Shida ya Somalia, Eritrea, Ethiopia, isipokuwa Djibouti ndio wamestaarabika. Wale mabwana wana utaratibu wa koo, yani wana sheria za koo. Sasa kila koo inataka kwenye baraza la mawaziri. Ukoo wa imani anataka kuangaa kwenye baraza la mawaziri, kwenye wabunge, kwenye wakuu wa wilaya, wake ni wangapi. Ikiwa ukoo wake una watu wachache kule, ni vita inazuka. Kwa sababu pia wana mifugo, wana ndugu zao wako nje, wale Somali diasporas wanatuma pesa nyingi sana. Kwa hiyo wananunua silaha. Kwa hiyo ni shida ndio ile. Ni watu fulani wanajuana. Ni watu fulani ambao wamekuwa wakigeukana kutokana na misingi ya kihistoria, kikabila na kushikilia misimamo ya kihafidhina. Kwa hiyo sio hivyo tu. Somalia yenyewe ina changamoto ya ndani za kiusalama. Kutoka kwa bwana Mohamed Farmajo, Hassan Sheikh Mohamud, huyu bwana ni rais wa saizi wa Somalia, ni katika wale walioanzisha Al-Shabaab 2006 kutoka mahakama ya Kiislamu na vuguvugu, na yeye alikuwemo, lakini sasa hivi haitambui Al-Shabaab, anagombana na yule bwana Hassan Kareti, yule bwana yule ambaye Mahdi Kareti, kiongozi wa mafunzo wa Al-Shabaab. Kwa hiyo kinachoenda kutokea sasa ni mparaganyiko wa Somalia. Kama Somaliland itafanikiwa, ina maana Puntland na yenyewe itasukuma kete ya kutaka kujitenga, lakini pia mpakani mwa Kenya na Somalia ambao ni Jubaland, Las Kambona movement yenyewe itanyanyuka itake kujitenga, na hii itakuwa ni advantage kiusalama kwa Kenya. Kuingia kwao kwenye Afrika Mashariki sisi tunaweza kuwasaidia vipi? Kwa sasa hivi nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki huwa zinaogopa kuyaendea haya masuala kwa sababu wenyewe wanamuona kama Somalia ni mshirika wao muhimu. Kwa hiyo lazima watamlinda kwanza Somalia. Lakini pressure ikiwa kubwa ya Umoja wa Mataifa na nchi nyingine zikianza kuongeza, kwa sababu kama ameanza Israel, usishangae Marekani mwaka huu au mwakani yeye akatambua. Kwa hiyo unaona kabisa hata Israel wakati anaanzisha 1948 nchi ya kwanza kuitambua ilikuwa ni Marekani chini ya Rais Harry Stephen Truman, rais wa 33 wa Marekani. Kwa hiyo unaona kabisa. Kwa hiyo mambo kama haya yalivyo, shughuli sasa hivi ndio imeshakwisha hivyo. Lugete, nashukuru sana bwana, na elimu nyingi sana ya kutosha, na bila shaka watu wengi wameelimika na kuweza kulielewa hili swala. Maana hili swala la Somalia bwana lina vipengele vingi sana, nikiwemo mimi. Tumekuacha. Ndio maana nilikaa hapa nasikiliza. Nilikuwa nakula shule. Wewe tusubiri siku ya Kongo ikifika tutarudi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.